Bwana asubuhi kucha, nitakuinua. Sauti yangu kuomba, nipate baraka. Wanaokutegemea ulinzi wao, matumaini wanayo utayatimiza. Na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Wanaokutegemea ulinzi wao, matumaini wanayo utayatimiza. Na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Baba, katika asubuhi ya leo, asante kwa ajili ya amani yako. Asante kwa ajili ya afya uliyotupatia. Asante kwa ajili ya hekima, utulivu, usalama. Asante kwa ajili ya vile unavyo ongoza maisha yetu. Sifa na utukufu vikurudia wewe. Katika asubuhi ya leo, Baba wa mbinguni, tunakabidhi maisha yetu tena mikononi mwako, tukiomba tena msamaha katika asubuhi hii, kwa sababu ya mawazo yetu, kwa sababu ya maneno yetu, kwa sababu ya matendo yetu. Yote yaliyokuwa kinyume na mapenzi yako tunayaweka mkononi mwako, tunasalimisha mikononi mwako, tunayaleta msalabani pako asubuhi ya leo, tukiomba Bwana utusamehe, tukiomba Bwana ututakase, tukiomba Bwana tuoshe kupitia damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Asante kwa msamaha, asante kwa utakaso, asante kwa ajili ya kutupokea tena. Na tunapoanza tafakari asubuhi ya leo, Baba, ninaloombi kwa ajili ya watoto siku ya leo. Jana siku ya leo, unajua safari ya maisha tulionayo. Unajua safari ya maisha ulionayo. Unajua changamoto unazozipitia. Unajua maumivu wanayopitia. Unajua watoto wanavyopitia manyanyaso. Tunawaweka mkononi mwako, ambaye Bwana unajua mapito yao, unajua kutembea kwao, unajua kulala kwao, unajua kula kwao. Mungu, tunaweka mkononi mwako. Wapatie uwezo, wapatie hekima, wapatie namna wanavyoweza kuongoza maisha yao. Bwana, moja na hayo, tunaomba uwafunike kwa haki yako. Tunaomba utufunike kwa haki yako, ili kwamba maisha yao yaweze kuwa na thamani katika ulimwengu huu. Wale wanaokujua na wale wasiokujua, wote katika nchi ya Tanzania, watoto wote wanaopitia maumivu, Bwana tunaomba uweze kutukumbatia.
Bwana, tunaomba uweze kutupatia amani ndani ya mioyo yetu. Lakini zaidi ya yote, siku moja utufunulie siri ya mapenzi yako na tufai kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa nasi tunapotafakari neno la leo, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Siku ya leo ninawakaribisha tena, na tulikuwa na tafakari siku ya jana, na tafakari hii ilikuwa inasema mshale wa mauti, au kichwa cha somo tulikuwa kinasema acha yote ifanyike chini ya mapenzi ya Mungu. Na tuliona kwamba wakati fulani kuna changamoto tunazokutana nazo, kuna mishale ya mauti inayotukumba, na hivyo tunakuwa na wasiwasi, tunakuwa na mashaka, tunashindwa kuona namna gani ya kuweza kuyabeba. Ni kwa sababu hatujaacha mapenzi ya Mungu yaongoze maisha yetu. Kwa hiyo tulijifunza kwamba ni heri kumwacha Mungu yaongoze maisha yetu, ili mambo mbalimbali tunapokutana nayo tuweze kugundua mapenzi ya Mungu ni yapi. Kama vile Yesu alivyosalimisha yote, alikuwa na maumivu anapobeba dhambi ya ulimwengu, na hatimaye kwa maumivu hayo, alipokuwa amevaa ubinadamu ulichoka. Binadamu haukuwa na uwezo wa kubeba dhambi ya ulimwengu. Yesu akiwa pale Gethsemane akaomba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Kwa hiyo aliacha mapenzi ya Bwana ya Baba yake yaweze kutimizwa. Hivyo ndivyo tulivyojifunza kwamba ni vema katika mapito kumwacha Mungu atende makusudi yake kwenye maisha yetu. Ni kweli, niwatie moyo vijana, niwatie moyo watoto, mapito mnayoyapitia wakati fulani. Ni kweli unapitia maumivu ya kufiwa na wazazi wako, umepitia maumivu ya kutengwa, umepitia maumivu. Ni kweli kuna wakati fulani wewe ni kijana, lakini kikweli ulitelekezwa na wazazi. Pamoja na maumivu hayo yote, hebu mwache Mungu afanye mapenzi yake. Leo tutatafakari sehemu nyingine ya somo hii, masomo haya ya mfululizo, masomo haya ya asubuhi, masomo ambayo yanasema maombi ya asubuhi. Na tunasema pokea baraka, pokea baraka. Kuna baraka zingine leo, na baraka za leo ni baraka katika matumaini. Baraka katika matumaini. Yako matumaini ambayo wakati fulani hatukuyaelewa, ambayo Mungu huyaruhusu tuyapokee. Katika somo la leo nazungumza kisa halisi ambacho kiko kwenye maandiko. Lakini kabla kichunguza hicho, na watu wawili tutawazungumza siku ya leo. Tusome kitabu hiki cha Zaburi ya 62. Kuna aya ile ya 8. Zaburi ya 62, ya Daudi anazungumuza namna tunavyoweza kuwa na tumaini, namna tumaini letu linavyoweza kuwa na uwezo wa kustahimili zoruba, ya kustahimili maumivu, ya kustahimili kutengwa, wa kustahimili mshale wa mauti unapotukuta. Nitasoma fungu lile la 5 na fungu lile hadi fungu lile la 8. Anasema, nafsi yangu umgoje Mungu peke yake kwa kimya. Tumaini langu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu, na kimbilio langu ni kwa Mungu. Fungu la 8 nasema, enyi watu
mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Hapa Daudi anatuhakikishia kwamba hatuna tumaini lingine nje ya tumaini ambalo Bwana aliye mwamba wetu, aliye wokovu wetu anatupatia. Kwa namna hiyo ni vema tukamngojea Bwana kwa tumaini. Dhoruba zinapotokea ni vema tukamngojea Bwana kwa tumaini. Watoto ni watie moyo popote pale ambapo au wazazi watie moyo watoto wao popote wanapopitia changamoto, kuambia kwamba ni vema wakamngojea Bwana. Vijana ni watie moyo kwamba ni vema tukamngojea Bwana pale ambapo tunaona mambo hayaeleweki. Tukamngojea Bwana, maana yeye yupo na atafanya njia. Sasa katika somo la asubuhi ya leo, Paulo kuna wakati anawatia moyo wa Tesalonike, akiwaambia msiogope, msifadhaike pale mauti yanapowakuta. Kwa hiyo Paulo alikuwa anawatia moyo wa Tesalonike, na anafanya haya kwa sababu wakati fulani elimu au walivyokuwa na muelewa Mungu, hasa kwa habari ya swala la mauti, ilikuwa ni hofu, ilikuwa ni sitofahamu, na wanaishi maisha ambayo ama matukio haya yalipokuwa yanatokea kwao kana kwamba hayakuwa na matumaini yoyote. Hivyo Paulo anawaandikia waraka kwa Wathesalonike akiwatia moyo, akiwapatia ujasiri ya kwamba sisi hata kama mauti inatukuta liko tumaini. Kwa hiyo ni vema kumngojea Bwana. Kisa cha leo ni kisa cha mtu mmoja anaitwa Daudi, ambaye ndio mwandishi wa kitabu hiki cha Zaburi kwa sehemu. Sio kwamba Zaburi yote imeandikwa na Daudi peke yake. Kuna waandishi wengi kama 4 walioandika katika kitabu hiki cha Zaburi, lakini miongoni mwa waandishi hao yuko Daudi. Daudi aliwahi kupitia dhoruba ya mauti kupitia mtoto wake. Mtoto wake ndiye aliyefariki, lakini kabla hajafariki Daudi alikuwa akiomba na kufunga kwa sababu ya ugonjwa ambao mtoto wake ulimsibu. Na changamoto hii ilikuwa kubwa, na alichukua muda kadhaa wa kutokula kuendelea kumlilia Mungu, huenda amwachilie, huenda arejeshe afya. Lakini Mungu alinyamaza kimya, na hatimaye yule mtoto alilala mauti. Wakati mtoto alipolala mauti, Daudi alisimama. Daudi alienda kuoga. Daudi alivaa mavazi mapya. Daudi alikula. Hii ilikuwa ni jambo linaloleta sitofahamu, hasa kwa wengi wafuasi wake ambao kipindi hicho walikuwepo, na wakamwendea kumwambia, unafanya kitu gani? Inakuweje wakati mtoto wako anaumwa, umejinyima, umejitesa, umeomboleza na umemulilia Mungu, lakini leo mtoto amelala mauti, alafu unaamka, unaoga, unavaa mavazi mazuri au mapya, au hatimaye unakula? Kauli ya Daudi ilikuwa, ikiwa Mungu ameruhusu apumzike, sina uwezo wa kumrudisha. Kwa hiyo anawapa tumaini ya kwamba kama nimeomba sana kwa sababu ya changamoto hii na Mungu amenyamaza kimya, hakuna sababu ya kuendelea kupata maumivu kwenye changamoto. Sasa imetosha, ngoja nimwachie yeye anayejua mwanzo na mwisho wa maisha ya kila mtu. Hayo ni kutie moyo katika asubuhi ya leo ya kwamba Zaburi ya 62 inaposema ya kwamba umngojee Bwana, ambaye ndiye tumaini letu liko kwake, ndiye mwamba na ndiye wokovu wetu,
na ndiye kimbilio letu. Tunahitaji kumpatia yote yeye. Mtu mmoja ni mwandishi alitoa kisa hiki kupitia maisha ya familia yake. Mtu huyu ni maarufu sana katika ulimwengu huu, na yeye pia kwa sasa ameshalala mauti. Lakini alitoa kisa hiki ya kwamba kipindi mtoto wao mkubwa alipokuwa anaumwa akiwa kitandani, akawaambia wazazi wake ya kwamba mauti au kitanda ambacho huenda mauti ikafika ni kizuri kama tutayaweka mambo yetu yote mikononi mwa Mungu. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtu anapopitia mauti inapomkuta akiwa yuko kwenye tumaini la kumngojea Bwana, hiyo inakuwa na furaha, hiyo inakuwa ni baraka. Sio rahisi sana kulielewa, kwa sababu kulingana na mfumo wa maisha yetu, unawezaje kusema baraka wakati mtu anapotelewa, anatengana na wapendo wake? Ndio maana Paulo anasema shukuruni kwa kila jambo, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kuna wakati fulani ni kweli mapenzi ya Mungu yanaweza yakawa na maumivu kwetu, lakini bado ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo lazima tujifunze kustahimili, tujifunze kuyapokea, tujifunze kuyabeba. Na haya tu inachohitajika. Kuna mambo kadhaa ambayo tunapoelekea mwishoni mwa somo hili tunapaswa kuzingatia. Jambo la kwanza, tunahitaji kutafuta hekima ya Mungu kupitia neno lake. Ukiwa unatafakari maneno ya Mungu siku zote na ukawa na maombi, bado Mungu atajifunua kwako na atakupa hekima ya kuyabeba na kustahimili wakati unapomngojea. Hili jambo la pili, tunapaswa kusikiliza maelekezo ambayo Mungu anatupatia, ambayo yenyewe iko kwenye ndani ya kulisoma hilo neno. Lakini tupate hekima, tuwe na ujasiri wa kushughulika na changamoto hizi pale zinapotokea. Na yote neno la Mungu linasema kaeni ndani yangu. Tukikaa ndani ya Mungu, tuna uwezo kubeba haya yote na tunaweza kuyastahimili, lakini tunaweza kuwa wajasiri. Dhoruba, mishale ya mauti, kutengwa, kusahauriwa, magonjwa vinapotokea. Mungu atusaidie na Mungu atutie nguvu siku ya leo, ili kwamba mapito yetu na njia zetu katika asubuhi ya leo aweze kuziongoza, lakini pia atupatie baraka za matumaini katika kila dharura, katika kila changamoto ambayo tunapitia. Bwana aweze kutubariki sote. Lakini pia tunapoelekea mwisho, na ninatamani pia tuweze kuomba katika siku ya leo na asubuhi ya leo. Bado tutaendelea kuomba kwa ajili ya watu ambao wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa ajili ya shughuli zao mbalimbali, kwa ajili ya shughuli za kiutumishi, kwa ajili ya kazi za kiserikali, lakini pia mambo ya kibiashara. Tunaendelea kuwaombea siku ya leo. Lakini pia bado tunawakumbuka ndugu zetu ambao wanapitia changamoto za magonjwa na leo wako hospitalini, na kulingana na somo hili bado tunawakumbuka ndugu zetu ambao ni kweli huenda wametengwa na wapendo wao, walikuwa hospitalini, walikuwa wakipambana na kuhakikisha matabibu wanafanya kile inavyowezekana, lakini mambo mengine yakatokea ambayo hayana uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo Bwana aweze kuwapatia faraja. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ya leo.
Tunashukuru kwa ajili ya maneno haya ya uzima. Tunashukuru kwa ajili ya mibaraka ya matumaini ambayo matumaini yana umetupatia asubuhi ya leo, ya kwamba dhoruba zinapotokea tunawezaje kuzibeba. Ni pale ambapo hekima yako itakapokuwa ndani yetu, ni pale ambapo neno lako litakapokuwa sehemu ya maisha yetu. Tusaidie kuisikia sauti yako kupitia neno lako kila asubuhi, na kila anayesikia mafundisho haya na tafakari hizi, Bwana, zitatutie moyo, zitatupatie tumaini, zikatuwezeshe kusafiri pamoja na wewe. Mianzo mipya ya asubuhi ya leo ikawe pamoja na wewe. Mianzo mipya asubuhi ya leo tukatembea na wewe. Mianzo mipya katika asubuhi ya leo yakatupatie ujasiri wa kusafiri kwa kadiri ya mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu na rafiki zetu ambao wakati fulani wametengwa, wakati fulani wamekutana na mauti, wapendo wao wamelala mauti. Baba, tunaweka mkononi mwako. Tunaomba wapatie ujasiri, wapatie uwezo, wapatie faraja ya namna ya pekee. Popote pale walipo, tunaamini haya yanatokea kila itopo leo, lakini Bwana, amani yako iwe pamoja nao. Lakini tunaomba kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa serikali wanaotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kazi ya serikali. Tunaomba Bwana tunaweka mkononi mwako. Kaongoze safari zao. Wafanyabiashara kaongoze safari zao. Watumishi wa kazi yako ya Mungu sehemu mbalimbali ulimwenguni kote tunaweka mkononi mwako. Tunaomba Bwana kaongoze. Lakini pia tunaomba maendeleo mbalimbali yanayoendelea katika ulimwengu huu, mkono wako na nguvu zako zikaweze kutuongoza. Siku zote tufundishe kukujua wewe, na hatimaye neema yako ikatuwezeshe ili tuweze kufaa kwa ajili ya shughuli za maisha haya, lakini pia ukituandaa kwa ajili ya uzima milele. Bwana, tembea nasi asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Amina.